ulimwengu wa dhambi. Ni kwa imani tunaweza kufanya kazi ya Mungu. Ukiwa mtumishi wa Mungu na hauna imani, hauwezi kufanya kazi ya Mungu. Ile ambayo utafanya itakuwa ni biashara yako mwenyewe. Ukiwa mtumishi wa Mungu ukifanya kazi ya Mungu na hauna imani, hauwezi kufanya kazi ya Mungu. Utajikuta kuna mambo unaombea, kuna mambo unafanya hayafanyike. Na wakati hayafanyike, utakuja kujiuliza na kufikiria kwamba pengine hauna nguvu za Mungu. Ndio maana ukutana kuna watumishi wengi ambao wanaenda kutafuta nguvu za giza kwa kuweza kufanya miujiza, kwa kukosa imani, kwa kukosa kuamini kwamba Mungu ana nguvu kuliko nguvu zote za ulimwengu. Jioni ya leo nakutangazia, hakuna nguvu zilizo ulimwenguni kushinda nguvu za Yesu. Hakuna nguvu zingine ulimwenguni zilizo zaidi ya nguvu za Yesu. Yesu ana nguvu kuliko nguvu zote za ulimwengu. Hallelujah. Shida kubwa ni nini? Ni imani. Ukiamini kwamba Yesu anaweza yote, imani yako itafanyika hivyo. Ukiamini kwamba Yesu ni Mungu ambaye anaweza kubadilisha mambo yote, yatafanyika hivyo. Na kama uko kiongozi ama mtumishi wa Mungu na hauamini wewe mwenyewe, hauna imani kwa yale mambo ambayo unayafanya, wale ambayo unaambia watu, unategemea watu kuwa na imani? Sababu mtu anaweza kupea kile kitu ambacho yuko nacho. Hauwezi kupeana kama huna chochote. Unapeana kile ambacho uko nacho. Na mtumishi wa Mungu anapeanaka kile kitu ambacho kiko ndani yake. Kitu ambacho kinatoka ndani yake ndicho kitu ambacho anapeana kwa watu. Unapeana nini kama uko mtumishi wa Mungu? Sio habari ya kuhubiria watu kutoa sadaka tu. Sio habari ya kuhubiria watu kutoa mbegu tu. Sio habari ya kuhubiria watu kutoa 110 tu. Sio habari ya kupatia watu mafuta kupaka. Sio habari ya kusema tu kwa lugha. Sio habari ya kufunika watu, kupumbazisha watu. Hapana. Hallelujah. Lazima ujenge imani yako, uaffect imani yako ndani ya watu. Ujaribu kuingiza imani yako ndani ya watu. Waonyeshe kwamba huyu Mungu ninaamini ni Mungu ambaye anaweza yote. Hallelujah. Kwa hali nyingine mimi naambiaka watu, Mungu ni Mungu ambaye anavunja vitu vyote vyenye kuwa kama mawe kwa maisha za watu. Mungu ni Mungu ambaye anaponda, ananyenyekeza vitu vyote ambavyo vimeinuka kwa maisha za watu. Mungu ni Mungu ambaye anafanya vitu vyote vigumu. Vile vitu vyote ambavyo tunaona ni vigumu kwa hii ulimwengu, ndivyo Mungu anapenda afanye kusudi aonekane kuwa Mungu. Vile vitu vyote ambavyo ni vigumu, vile vitu vyote ambavyo ulimwengu wanaita impossible, haiwezekani. Hiyo kitu haiwezekani. Hiyo haiwezi kufanyika. Sasa hiyo ndiyo Mungu anaweza kufanya. Unaamini kwamba Mungu anaweza kufanya nini kwa maisha yako? Watu wamesema hautaweza. Watu wamesema haiwezekani. Watu wamesema hivi na vile. Mungu wako anasema nini? Hallelujah. Watu kisikia wakikupiga mawe wakikwambia hivi na hivi, wajiulize ndani yako, Mungu unasema nini? Ukiamini, unaweza kusikia kupitia hiyo sikio ambao wanaita imani. Ukiamini itafanyika. Ndio maana unaona watu wengi, nimeomba nimechoka, nimeenda makanisa nimechoka, nimeenda masemina nimechoka, nimesikia neno la Mungu nimechoka, lakini haifanyike. Kwa sababu gani? Level ya imani yako. Ama ndani yako hamuna imani. Ndio unaenda kanisa, unaomba lakini hauamini. Jioni ya leo, kabla kitu kifanyike kwa maisha yako, kabla uombe Mungu kitu, kabla umwambie Mungu nipatie, kabla mwambie Mungu nitendee, kabla mwambie Mungu nionekanie, amini kwanza kwamba Mungu yupo pamoja na wewe. Amini kwanza kwamba Mungu anaishi. Amini kwanza kwamba imekwisha kutendeka. Hallelujah. Nakumbuka katika mwaka wa 2008 kuna kanisa ambao nilikwenda kuhubiri kwa Kiswahili. Kanisa ya ndugu yangu, rafiki yangu Patrick. Mahali huko kama unanifuata na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah, siku nyingi sana. Huyu ndugu nilipohubiri kwa kanisa lake, kuna wakati nilikuwa nashuhudia kwa ajili ya mambo ya ndege. Nasema kuna wakati mimi ndakuwa na kampani ya ndege. Nikasema kuna wakati ndahubiri kwa Kizungu ama kwa Kiingereza na ulimwengu wote utanifuata. Kuna wengi najua walinicheka. Lakini saa hizi najua kuna wengi wanaona hii mambo inakuja. Imani ni kitu ambacho watu wanaona ni wazimu, wanasikia ni wazimu. Lakini wewe mwenye kuamini, unajua, unaisikia, unaiishi, unaiona, unajisikia kuwa hapo. Kuna vitu vingi nimesema vitafanyika. Vingine vimefanyika na vingine havijafanyika. Na ninaamini 100%, ninaamini vinakwenda kufanyika.
ni muda tu wa Mungu haujatimia. Haleluya. Lakini kabla uamini vitu vyote, kabla ufikie hapo kwingine kote, lazima uamini kwamba Yesu ni Mungu. Lazima uamini kwamba Yesu anaishi. Lazima uamini kwamba Mungu anaishi. Biblia yangu inasema kwamba katika kitabu cha Zaburi, Biblia inasema kwamba mpumbavu moyoni mwake anasema kwamba Mungu hayupo. Mpumbavu anasema moyoni mwake hakuna Mungu. Mpumbavu haamini kwamba Mungu yupo. Lakini kama wewe unaamini Mungu yupo, amini basi kwamba huyu Mungu ambao unaamini yupo anaweza yote katika maisha yako. Hallelujah. Nazungumzia habari ya masikio 7 ya Mkristo. Acha tugusie sikio la 7. Nitakupatia maandiko mengine ambayo unaweza kuendelea kusoma. Kama unaweza kuwa na kalamu pale ya kuandika. Hallelujah. Tafuta kalamu yako, tafuta karatasi yako, nitakupatia maandiko mengine utaweza kuendelea kusoma baadaye. Hallelujah. Nataka nigusie sikio la 7. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tuende katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza kitabu cha Wakorinto wa kwanza 13 ukianza kwa mstari wa ngapi? Kwa mstari wa 4. Sikio la 7 la Mkristo ni upendo. Biblia yangu inaniambia kwamba kwa njia ya upendo unaweza kusikia kitu. Kwa njia ya upendo unaweza kufeel kitu. Kwa njia ya upendo unaweza kuona kitu. Upendo una nguvu kuliko mauti. Upendo una nguvu kuliko kifo. Ukipenda kitu, ukipenda Mungu, haujali kama utauawa, haujali kama utakufanyia nini. Ukipenda unaweza kusikia. Ndio maana utakutana katika kitabu hiki mahali wanazungumzia juu ya upendo, wanatafsiri, wanatafakari, wanaeleza upendo ni nini. Utasikia kwamba lugha zitapita, lugha zitapita, karama zitapita, huduma zitapita, mambo yote yatapita. Lakini upendo, lakini neno la Mungu linaishi milele. Na utakutana kwamba kwa mambo yote ambayo yanazungumziwa, upendo ni kubwa kuliko mambo yote. Unaweza kuwa na imani, unaweza kuwa na pesa, unaweza kuwa mtu wa kuabudu, unaweza kuwa muombaji, unaweza kuwa mrefu mfupi, unaweza kuwa na matunda yote ya roho kufuatana na Wagalatia 5 mstari wa 21, 21 ama 22 kuanzia hapo. Utasikia nazungumzia juu ya matunda ya roho. Unaweza kuwa na matunda yote ya roho, lakini kama hauna upendo ni bure. Unaweza kuwa unasemaka kwa lugha, lakini kama hauna upendo ni bure. Unaweza kuwa unasaidia kwa watu, lakini kama hauna upendo ni bure. Unaweza kuwa unaombaka mlima unahama, lakini kama hauna upendo ni bure. Na ukiangalia katika maandiko, Yesu alipokuta mti mmoja, wakati mmoja Yesu alikuwa anatembea, alikuwa na njaa. Akaona mti mzuri sana, akaukaribia, akakuta mti unachipuka, una majani mabichi, mti unapendeza, lakini hauna matunda. Yesu akalaani huyu mti, akasema na usiwahi kuzaa matunda kamwe. Hapo hapo mti ukakauka. Kile kilishangaza mitume, wakamuuliza Yesu, wakashangaa sana, wakamuuliza, mti umekauka mara moja. Yesu aliwaambia nini? Aliwaambia mkiamini mnaweza kutenda zaidi ya mti kukauka. Mnaweza kuambia mlima hama na mlima utahama. Ni mlima gani ambao umesimama katika maisha yako? Ni mlima gani ambao uko katika maisha yako? Je, unaamini kwamba kwa jina la Yesu huyu mlima unaweza kusawanyishwa kwa dakika? Kwa njia ya upendo nimesema unaweza kusikia. Ukimpenda Mungu utamsikia katika maisha yako. Ukimpenda Mungu utamfeel katika maisha yako. Ukimpenda mtu utamfeel, unafeel presence ya huyo mtu. Unasikia uwepo wa huyo mtu karibu na wewe. Unafeel uwepo wa huyo mtu mahali pote unakwenda kama unampenda. Hallelujah. Pengine tunaamini lakini hatupendi. Upendo ni silaha kubwa ya kubadilisha mambo katika maisha ya watu. Upendo ni msingi wa Biblia. Upendo ni Mungu mzima. Upendo ndio neno la Mungu mzima. Upendo ni msingi wa neno nzima.
Hakuna neno la Mungu bila upendo. Hakuna Mungu bila upendo. Hakuna kazi ya Mungu bila upendo. Hakuna utumishi bila upendo. Hakuna Ukristo bila upendo. Hakuna huduma bila upendo. Hallelujah. Kwa upendo wa Mungu ndio tunaishi. Kwa upendo wa Mungu ndio tunaweza kushinda majaribu. Kwa upendo wa Mungu ndio tuliokolewa. Kwa upendo wa Mungu ndio tumeokoka. Ni kwa upendo wa Mungu ndio tunamtumikia. Ni kwa upendo wa Mungu ndio ametupatia ile huduma, ile neema kidogo ya kueleza neno lake. Ni kwa upendo wa Mungu ndio tuko jinsi tulivyo siku ya leo. Upendo una nguvu kuliko kifo. Upendo unaweza kubadilisha mambo. Unaweza kukutana watu wakikufanya vibaya, watu wakikuchukia, watu wakikutukana, watu wakikutesa. Ukitumia sikio la 7 kwa kuweza kuwapiga nayo, unaamini sikio la 6 unawapenda. Hallelujah. Upendo unaweza kunyenyekeza mtu. Upendo unavunja vunja. Upendo unapasua njia mahali njia haiko. Ni kwa upendo ambao Mungu alipenda Israeli. Ndio maana alipasua bahari ya Shamu wakapita. Ni kwa upendo ndio Yesu alikubali kutufia msalabani. Hallelujah. Hii upendo ni kitu, ni silaha kubwa ambayo inahitajika kwa maisha ya Mkristo. Roho ya Mkristo inapaswa kuwa na sikio ambao anaita upendo. Kama wewe ni Mkristo, kama wewe ni mtumishi wa Mungu, kama wewe ni mtoto wa Mungu, unajiita kuwa umeokoka na hauna upendo, ni bure. Hallelujah. Hakuna neno la Mungu, hakuna kazi ya Mungu, hakuna huduma, hakuna utu wema bila upendo. Upendo ni msingi wa mambo yote katika maisha ya Mungu, katika maisha ya Ukristo. Upendo ni msingi wa mambo yote. Ndio maana utakuja kukutana katika kitabu cha Warumi, Biblia iko inaeleza kwamba yeyote ambaye anafanya upendo anatimiza amri 10. Ukakuwa na upendo, ukatenda matendo ya upendo, unatimiza amri 10 za Agano la Kale. Upendo ni ufunuo wa amri 10 za Agano la Kale. Ndio maana Wakristo ambao wameokoka kwa neema ama kwa upendo lazima waishi kwa upendo. Hakuna upendo bila uhusiano. Hakuna upendo bila umoja. Hakuna upendo bila mapatano. Hakuna upendo. Upendo pasipo unafiki. Upendo pasipo manunguniko. Upendo pasipo kujidogadoga. Hallelujah. Upendo wa kweli, kama ukielewa vizuri, kama ukitaka nikueleweshe, upendo wa kweli ni kujitolea, kujinyima. Upendo wa kweli ni ule upendo ambao unaweza kutoa hata bei ya maisha yako kwa ajili ya mtu. Swali ujiulize, hii sikio la 7 uko nalo wala hauna, ambalo wanaita upendo? Na kama kweli uko na upendo, unaweza kujitolea mpaka kwa wakati wa kufa kwa ajili ya Kristo? Unaweza kujitolea maisha yako mpaka wakati wa kufa kwa ajili ya mtu fulani? Hallelujah. Ni rahisi sana kwa wanawake kukuambia nakupenda. Ni rahisi sana kwa mwanaume kukuambia nakupenda. Lakini naambiaka watu, hakuna mtu anaweza kukupenda kama Mungu. Kwa sababu upendo wa Mungu unakufuata mpaka makaburini. Hallelujah. Upendo wetu wa ulimwenguni ni wa muda kitambo tu. Tunapendana wakati tunaonana. Na watu wengine wanakupenda sababu wanajua kuna kitu uko nacho cha kuwapatia. Wanakupenda sababu wanajua una pesa. Wanakupenda sababu wanajua una mali. Wanakupenda sababu wanajua wewe ni mrembo. Wanakupenda sababu wanajua wewe ni mtu mzuri wa roho mzuri. Wanakupenda sababu, kwa masababu ama kwa visababu tofauti. Wanakupenda sababu kuna faida wanaona ndani yako. Wanakupenda sababu wanataka kukutumia. Wanakupenda sababu wanaona kuna faida, kuna kitu wanapata kutoka kwako. Ulimwengu wa leo, upendo wa dunia, upendo wa kiulimwengu, upendo wa unafiki, upendo wa vitu vya dunia, upendo wa mali ya dunia, upendo wa unafiki. Upendo wa Mungu ni upendo pasipo sababu. Upendo wa Mungu ni upendo pasipo unafiki. Upendo wa Mungu ni upendo pasipo faida. Hallelujah. Angalia wale watu ambao wanakuzunguka, hata kwa familia yako. Hata kama ni watu wa familia, angalia wale wenye kukutapa, wanatapa jina lako.
wanakuita majina, wanakuinua, wanakusifu, wanakutukuza, wanajifanya wanakupenda. Angalia wanakupenda kwa nini? Ni kitu gani inafanya hawa watu wakupende? Kama sio